very small community in Marina. Right now they don't have a functioning speaker and mixer. They're in need of a speaker so that people can hear the adhan. It is during Ramadan right now. Warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, ni baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile kumwombea rehema na amani zimwendee kipenzi cha Allah Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tena katika channel yetu hii, channel ya da'wa, na leo alhamdulillah tumerudi katika msikiti wa Marina. Marina iko katika maeneo ya Nyeri na ni msikiti ambao umewachwa kabisa, watu Waislamu tumesahau kabisa. Na juzi tulikuja tukaelezea kwamba akwali ambayo ilipatikana hapa, kuna waizi walikuja na wakavunja msikiti, wakaiba spika zote, spika na mashini kule ndani na mawaya, yani walivunja, wakafanya uharibifu mkubwa kabisa. So tukazungumza na nyinyi Waislamu, tukawaambia kwamba inahitajika msaada, angalau tuweze kununua vitu kama hizi, nyumba ya Allah iendelee kufanya, yani Waislamu waendelee kufanya ibada vizuri, yani adhani inaendelea, mawaidha inasikika, kwa sababu hapa ni sehemu ndani kabisa, ni mashambani. So ndugu zangu Waislamu, tumerudi tena kwenu tuwakumbushe ya kwamba kufikia sasa ni jambo la kusikitisha, wallahi hakuna mtu hata mmoja amejitokeza kununua spika wala kununua chochote, na ni vizuri tuzidi kukumbushana. Kwa hivyo tumekuja tena ili tuwakumbushe ya kwamba bado tunahitaji support ili msikiti upate vyombo za kuadhinia, na siku ya Ijumaa na Idi kama ni kesho inshallah, ama ni kesho kutwa, angalau ipatikane takbira zaidi pale ndani, na mawaidha ya Ijumaa iendelee, na mawaidha mengine ambayo ustadhi anayatoa kwa sababu ya ndugu zetu ambao sio Waislamu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tumerudi tena kwenu inshallah ukiwa na support yako. Gharama ambayo inahitajika takriban shilingi 75,000. Inahitajika home speaker 4 na kuna mixer na kuna mawaya na kuna pia sehemu ya kujengea pale mixer itakaa inshallah. Kwa hivyo na leo tumetembea na mgeni anaitwa Saidi, atatuelezea zaidi ili na wewe aweze kutilia mkazo kidogo inshallah. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Brothers and sisters all around the world, I just happened to join the Dawah team today. We are in the area of Nyeri. We're in a small village called Marina. Yeah. Marina. And by the way, visiting this mosque here, it is the only mosque in this village. And apparently right now, they don't have speakers and mixers to do the adhan and to be able to basically call on their congregation to come to pray. They're in need of 4 speakers and a mixer. The cost is around 70,000 Kenyan shilling. We are asking, brothers and sisters all around the world to try to help us contribute that. It will really help the community here. It is a very infant community, it's a very small community. Many people here are not Muslim. There is some pocket of Muslim people around this village. And right now, it is very hard for them to just even know it is a time for prayer. So as I was explaining, this is a very small community in Marina. Right now they don't have a functioning speaker and mixer. They're in need of a speaker so that people can hear the adhan. It is during Ramadan right now, and you can imagine it's very difficult to break your fast or come to the masjid and be part of the congregation when the speaker isn't working. And this is actually a sadaqatul jariyah. If you basically contribute on these speakers, every time they're working and they are basically broadcasting, Allah's, word, you're getting tawaf for it. So, my dear brothers and sisters all around the world, please help us and help this da'wah team for getting this masjid, the speakers and mixers. The cost is not that much. It's 70,000 Kenyan shilling, which is roughly around $700, if not less than that. So a few individuals can actually, contribute. Some can contribute $50, some can contribute $100, and in a very short time,
we can finish that. And we are actually in the last 2 days of Ramadan, so this will be really a really good project for anyone who wants to have, you know, the ajr during Ramadan, and also the sadaqatul jariyah that will continue in the long run. And remember, this community that we are in right now, it is a very infant community, which means, you know, we need more people in this area to become Muslim. And these speakers will be part of that, because every time they hear the adhan, they will be asking questions, you know, what is this mosque, what are they doing, you know. And this is going to be another way of da'wah, reaching broad amount of people in these communities. Actually, the closest other mosque that is closer to this is in Nyeri. I don't know how far it is in terms of distance because I'm new here, but there's few mosques in these communities, and we need to make sure they are functioning properly, inshallah. نعم. شكرا بارك الله فيك أستاذ سعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام إخواني في الله وأخواتي في الله. Karibuni tena, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Tuko katika msikiti wa Marina kama walivyosema maustadhi wangu, masomo wawili kina Saidi hapa bana, tumefika na leo pia kilio chetu ni kile kile Waislamu, kwamba jambo hili wallahi linatusumbua kwenye moyo wetu, kwamba bado hatujalitekeleza hili, na wakati bado sisi tuko Waislamu tumejaa, wengi wanaangalia hizi clip na hizi video, lakini bado haijapatikaniwa mtu akatokezea kwa ajili ya kufanya nusura hii. Uislamu unakuhitajia, Uislamu unanihitajia mimi, na ni lazima tujitwike haya kama majukumu yetu, kwa sababu tukikosa kuyafanya haya, then ina maana kwamba hakuna mwingine atakayeyafanya. Hatuwezi expect wale ambao sio Waislamu wakakuja kufanya haya. Sisi ambao tumetamka kalimatu tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ndo tunatakiwa tuwe mstari wa kwanza tunaposikia kwamba Uislamu unatuhitajia. Tujitolelee kwa nafsi zetu, kwa mali zetu, kwa ajili ya kuunusuru na kuutangaza Uislamu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakwenda kuwalipeni jannatul firdausil aala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatia baraka katika kila mnalolifanya na kila riziki ambayo mnazitafuta. Mwenyezi Mungu atawakunjulia na kuwapanulia zaidi. Kwa hivyo mimi sitakuwa na mengi ya kuzungumza. Hebu wewe jiangalie na nafsi yako, unafanya nini kwa ajili ya hili. Wallahi ndio kilio chetu, na furaha yetu itakuwa ni kwamba itakaporudi nuru ya Uislamu katika msikiti huu wa Marina. Hiyo ndo lengo letu, na hilo ndo litakuwa ni furaha letu, na hapo ndio tutakuwa tumepumzika, angalau tutakuwa na nafasi au jambo au sababu ya kutabasamu. Namba ziko hapo, Muislamu, tuma chochote ambacho unaweza kwa ajili ya dini yako. Dini hii inadhalilika, na katika njia hii hatuwezi tukaridhika kwamba jambo hili tuliache kama hivi, tuseme sasa haliwezekani. Letu tuliwaambia ni kupiga nduru tunavyoweza. Tutarudi mbele ya kamera, tutawaambia tena na tena, kwa sababu mpaka lifanyike hili hatuwezi kuwa na furaha, wala hatuwezi tukapata utulivu katika nyoyo zetu. Kwa hivyo inshallah, kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lifanyeni hili, tufanyeni wepesi inshallah. Barakallahu fikum wa zawadakumullahu khair wa rizqa wa taqwa. Mwenyezi Mungu ndio anayejua atakachowalipa. Wama tukaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah. Hutakwenda kulipwa na mimi, hutakwenda kulipwa na ustadhi wangu hapa, sio hao atakao kulipa, bali ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, mjuzi wa siri na wa dhahiri. Mwenyezi Mungu ambaye ameshaahidi na miadi yake ni ya haki, na wala havunji wala hatuflihul miad. Yeye havunji miadi yake, ahadi yake ni ya kweli. Ameshaahidi kwamba chochote utakachokitoa, kiwe kidogo kiwe kikubwa, utakwenda kukipata mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nimalize kwa hadithi ya mtukufu wa daraja Habibu na Mustafa sallallahu alayhi wasallam anaposema, la yatasadaku ahadun bitamratin min kasbin tayyibin illa ahadahu Allahu biyaminihi fayurabiha
kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mithla aljabal au a'dham au kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo haya ni mambo ya kukimbilia. Wa fi dhalika faliyatanafasil mutanafisun, kila mwenye kutia chake Mwenyezi Mungu atie baraka katika mali yake, Mwenyezi Mungu amhifadhi na Mwenyezi Mungu amnusuru kama anavyonusuru dini, na Mwenyezi Mungu azidi kumuongoza na amtakabalie kila amali yake na amjalie miongoni mwa watakaoridhi janna yake, janna ya juu kabisa, jannatul naim, jannatul firdausil aala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kwa hivyo tunawaacha na hayo. Nambari iko hapo, tafadhali Waislamu, huu msikiti unahitajia na unatuhitajia mimi na wewe. Shukran, barakallahu fikum. Haya, naam. Nataka niseme kitu kingine. Tulisema mchango wa hii speakers na what you call mixer ni 70,000. Wacha niwe wa kwanza who contribute inshallah. Allahu akbar. I will pledge $50. Allah. Ningekuwa na uwezo mwingi ningefanya tu yote, lakini sina uwezo, lakini alhamdulillah nataka nisikose ya khairi inshallah. Na hivyo na I'm encouraging you guys to really use this time, the last 2 days of Ramadan, to basically benefit from this sadaqatul jariyah. 70,000 is not a lot of money. And this project is a project that is going to be finished for sure. So be the one who takes part in it, and be the one who benefits from it, and be the one who basically helps in the da'wah in this community. Inshallah, we pray and ask Allah to forgive us, to free us from hellfire, and to accept our prayers and our du'as during this month of Ramadan and our Sawm. The same for you and your family. May Allah keep you in safe and secure place. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.